tumekuwa uweponi mwako, tumelete sifa mbele zako. Tunashukuru kwa kipindi cha sifa. Asante kwa sababu ya kipindi cha maombi. Bwana ni asante kwa kila kipindi. Tunafurahia jioni ya leo. Tunanyenyekea mbele zako Baba jioni ya leo. Chini ya uwepo wako Mungu wetu jioni ya leo tumekuja. Bwana, tunatamani kufahamu zaidi. Tunatamani kutembea katika njia zako. Tunatamani Baba ukajifunue kwetu katika viwango vingine. Ewe Bwana, ndio tumekuja mahali hapa Bwana uweponi mwako, ili Bwana tunapoingia hatutatoka jinsi tumeingia. Mungu wetu Baba, kuamini kwa mambo makuu, tunakuamini kwa uweza Baba. Tunakuja hapa kupokea nguvu mpya tunapoondoka. Mungu wetu, tutoke tukiwa tumevikwa na nguvu zako ewe Mfalme, katika jina la Yesu Kristo. Hatutakaa katika kawaida, hatutakaa katika kushambuliwa, bali Baba tunaomba jioni ya leo ukatuvike na nguvu zako, ukatuvike na utukufu wako. Tutembee Baba katika huu mji tukiwa tumejawa na ufahamu wako, tukiwa tunaelewa ewe Mungu wetu mapenzi yako katika maisha yetu. Tufundishe Roho Mtakatifu jioni ya leo, tuwafungua mioyo yetu mbele zako, mawazo yetu niyalete kwako Mungu wetu, ili Bwana ukaweke jambo jipya ndani yetu katika jina la Yesu Kristo. Baba, naalika Roho wako Mtakatifu akatuhudumie jioni ya leo. Nguvu zako Baba zikatuhudumie jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Hatuna mwingine wa kumkimbilia, hatuna lingine tunalolitarajia ila ni kwako ewe Bwana. Wewe ndiye mahali petu Baba pa kukimbilia, maana wewe ni mwaminifu siku zote. Tunapokuja mbele zako Mungu, hatuna hofu, hatuna mashaka, bali Baba yetu imejaa ujasiri, maana Bwana najua kwamba tuko uweponi mwako. Tunafurahia Mungu wetu, tunafurahia jioni ya leo kwa uwepo wako. Naposimama kinyume na kila tawala, naposimama kinyume na kila uweza wa nguvu na mamlaka za giza, hazina uwezo juu yetu jioni ya leo, hazina nafasi katika ibada hii, katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya confusion tunakemea, kila roho ya kuiba mawazo ya watu kutoka kwenye ibada Baba ninakemea. Tunakamata mateka utawala wa giza, utawala wa adui, na kuweka chini ya nyao zetu jioni ya leo. Roho wa Bwana ukatamalaki, Roho wa Bwana ukatuhudumie. Kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Pia Bwana Yesu makofi. Thank you so much. Hallelujah, hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Sema my life, My life will never ever remain the same again. remain the same again. In Jesus name. In Jesus' name. Amen. Ninaamini uko hapa ukiwa umebarikiwa, uko hapa ukiwa umejawa na neema na furaha ya Mungu na nguvu za Mungu. Kwa hivyo tuko hapa tu tukaweze tu kujiachilia mbele za Mungu katika ibada hii ya jioni ya leo. Kwa hivyo nataka tu nikupe nafasi kaweze utafute mahali pazuri uketi. Praise team, Mungu awabariki sana. Tunafurahia kwa huduma yenu. Mungu awabariki sana. We really appreciate, we really acknowledge kwa kujitolea kwenu katika huduma hii. Thank you so much. Ningetaka tukaweze kuwa na kipindi cha kuingia katika neno la Mungu jioni hii ya leo, maana najua kwamba tunapolipokea neno linafungua mawazo yetu. Ninajua kwamba katikati ya wiki ni ripoti nyingi huwa tunasikia habari, taarifa za habari, tunasikia haya mambo, wanasiasa vile wanageuzana, mambo vile inaendelea, hali ya mvua, hali ya anga vile inaendelea. Na pia tunapokuja mahali hapa tunakuja kupata kulishwa ili hali yetu ya kiroho ikaweze kuwa thabiti katika jina la Yesu. Ningetaka tuangalie neno la Mungu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Naenda kuangalia kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2. Na mimi kitabu cha Matendo ya Mitume, yani hiyo ndio kitabu huwezi tenganisha na kanisa, kwa sababu kile kinachotarajiwa kwa kanisa kiko kwa hichi kitabu ambao kiliandikwa na mitume. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo jioni ya leo tuko hapa na nashukuru maana tumekuja tena. Nataka nisome mistari miwili. Nasoma mstari wa 40 na 41. 40 na 41. Hani maneno ambayo Petro anaongea na watu waliokuwa wamekusanyika, Wayahudi na wale waliokuwa napinga injili. Amewahubiria mpaka injili imekamata, na sasa anapomalizia kuna maneno haya anawaambia hivi ya kwamba akawashuhudia
kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya. Bwana asifiwe sana. So kuna maneno sasa anashuhudia na sasa anawaonya, au kuna tahadhari anawapatia, anasema kwamba akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao walipopokea neno lake wakabatizwa, na siku ile ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Amen. Bwana asifiwe sana. Sijui ningetaka tu uelewe huo mstari vile unavyosema kwamba amewashuhudia na kuna maneno anawaambia. Anasema kwamba maneno mengine mengi sana na kuwaonya, akawaambia kwamba akisema, nyinyi jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Au katika Biblia Kizungu inasema kwamba he pleaded with them and told them, save yourselves from this corrupt generation. Wakaweza kujiokoa na kizazi ambao tuko. So ni ya kwamba nawaambia kwamba basi kueni na tahadhari, kwa sababu katika generation ambao tuko, katika kizazi ambao tuko, ni kizazi ambao kiko corrupt. Ni kizazi kuna mambo inayofanyika ambayo ni mambo ya kukaa makini, ni mambo ya kukaa mbali nayo, ni mambo ya kujiepusha nayo. Kuna mambo mengi ambayo inaendelea katika dunia, na ndipo anasema kwamba sasa basi jihadharini sana, hasa nyakati hizi ambazo tuko. Ndiposa pale mstari wa 41 ndipo Biblia inasema kwamba na watu waliposikia maneno haya ni ya kwamba wakaamini. So ni ya kwamba walihubiriwa Injili na wakaamini maneno haya, maana waliambiwa kwamba haya maneno dikaweza kuwaokoa na ile corrupt au ukaidi ambao uko. Ni ya kwamba ni wakipokea ile neno wakakubali, wakapeana maisha yao kwa Yesu, na walipofanya hivyo, so Biblia inasema ya kwamba watu kama 3,000 wakaokoka. Nao walipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo jioni ya leo, jambo nilikuwa nataka ninene ni hali ya sisi kama kanisa, we are the one that we can rescue the land. Sisi ndio tuna uwezo wa kuweza kukomboa au kuokoa taifa au kuokoa mji wetu. Amen. Kwa sababu Biblia imetuambia kwamba tujihadhari sana in this generation, katika wakati huu tuko, ya kwamba he pleaded with them and said, save yourself from this corrupt generation. Na kwa sababu kuna mambo mengi, ina maana ya kwamba kama ni taifa liko hatarini, kama ni huu mji wetu uko hatarini, maana tuko katika nyakati ambao kuna ukaidi mwingi. Nafikiri jina ukaidi unasimamia upana mkubwa, nikiamini ya kwamba inaongea juu ya uovu unaofanyika, mambo ambayo yanazidi, mambo ambayo yamekuwa tishio, uovu na uchafu ambao najua mtu mwingine anasema ya kwamba ingine hata shetani mwenyewe inakuwa tishio kwake, yale mambo yanayofanyika. Na ndipo anaambiwa watu ya kwamba sasa na waonyeni ya kwamba mkaweze kujitahidi sana kuepukana na mambo haya yaliyo katika kizazi hiki. Na ndipo anasema kwamba ni watu wakaweze kuokoka, na watu wakiokoka wataweza kuwa salama. So pamoja na hiyo kwa kwamba kuna huo uovu, but there is a way out. Bwana asifiwe sana. Ile hali iko, basi ni kwamba ni hali tunaweza tukakabiliana nayo, ni hali ambayo tunaweza tukaepukana nayo. So ni hali ambapo haistahili kutumeza, na as far as tuko kwenye huu mji, niseme kama vile Biblia inavyosema katika Chronicles ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kunitafuta uso, mimi nitasikia kilio chao na nitaponya nchi yao. Kwa hivyo pamoja na hiyo, lakini taifa linaweza likapona. Kuna watu wakielewa ya kwamba zile nyakati tuko katika nyakati za uovu,
hatustahili kusimama tu na kuangalia mambo, lakini ni wakati wetu wa kuchukua hatua. Kuna mambo inastahili tukaweze kupanda ndani ya huu mji. Kuna mambo inastahili tukaweze kupanda kwa taifa. Kuna mambo tunastahili tukaweza kupanda. Kwa hivyo ni kwamba Petro kuna mambo aliweza kupanda kwenye kile kizazi, na sisi ni kwamba tunapokezwa hii, watu wale wanapohubiriwa na kuokoka, basi wanaepushwa na hicho kizazi cha ukaidi. Hayo mambo maovu na machafu yasiweze kuya kwamba yamemiliki taifa, yamemiliki mji. Wacha nitumie huu mji wetu. As far as we are in this city, as far as we are in this land, it is our obligation to stand in the gap and to fight for this land. It's our responsibility to fight for this land. Amen. To rescue people in this land, kwa sababu ule uovu unaofanyika ni ya kwamba unafanywa na watu, na hivyo kuna stahili kupatikana watu wengine ambao watainuka na wakaweze kupeleka habari njema. So Biblia inasema ya kwamba, na ndugu yetu, ni ya kwamba Petro akaongea na akahubiria watu, na alipohubiria watu, watu wakaokoka. So ina maana ya kwamba kama watu waliokoka, basi na yale yaliyokuwa yakiendelea katika ule mji, ninaamini ya kwamba yalikosa watu. Kama labda kama ni biashara za ulevi zilikuwa zikiendelea, ninaamini ya kwamba wale wenye kuuza walikosa wateja. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo jioni ya leo ningetaka tuingie katika huu mwito, the Great Commission, ya kwamba ni jukumu letu sisi kuhubiri habari hii njema, tuhubiri kuhusu wokovu. Bwana asifiwe sana. Na Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza na mstari wa 18, Biblia inasema ya kwamba, na hii neno ya msalaba ni upumbavu kwa wale wanaopotea, bali kwetu tunaookolewa ni nguvu za Mungu zinazoleta wokovu. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God unto salvation. Kile Mungu anatarajia sisi tukaweze kufanya ni kuambia ni ya kwamba ni jambo ambalo liko na upinzani mkubwa, ni jambo ambalo halipokelewi hivi hivi, kwa sababu adui kuna nafasi amechukua ndani ya mji au juu ya maisha ya watu, na ndipo watu wanapoambiwa habari hizi njema, kwao wanachukua kwamba ni kama upumbavu, hawaipokei kama faida kwao, bali wanasimama katika upande wa kupinga. Na kwa sababu ya hiyo kupinga, nasi ambao tuko katika upande huu mwingine, saa zingine tunakaa katika ulegevu, which means ya kwamba na huu uovu utaendelea na utaendelea. Lakini jioni ya leo Biblia inasema ya kwamba Petro anatupatia tahadhari ya kwamba tuko katika kipindi, we are living in a corrupt generation. But hiyo haimaanishi ya kwamba kwa sababu tuko katikati ya corrupt generation ni ya kwamba sisi tutakuwa corrupt. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi na wewe tukiweza kujielewa jukumu letu, maana sisi tukia kwamba tumeweza kujinasua au kujiokoa kwenye huo mtego, basi tuna nafasi nzuri ya kusimama kwenye nafasi ili tukaweze kukoboa mji, tukaweze kuokoa mji, tukaweze kuokoa watu na injili ya Kristo Yesu, ili ule uovu unaoendelea ndani ya huu mji. Mimi nataka nikwambia kwamba komesha ni wakati watu watahubiriwa na wakubali kuokoka. Hiyo ndio itakuwa chanzo cha suluhisho, itakuwa ni chanzo cha uokovu wa mji wetu, itakuwa ni chanzo cha kupona kwa vijana wetu, kwa sababu dhambi itakuwa imekosa nafasi. Shetani hupata nguvu kwa sababu dhambi imepata nafasi, lakini kunapoinuka watu wa kukabiliana na hali ya dhambi, mimi naamini ya kwamba hakuna kitu kitaendelea. Haleluya. So ni sisi tusimame kwenye nafasi ili tukaweze kuokoa mji from the bondage of sin,
katika huo utumwa, kama vile Petro alipokuwa akiongea na wale watu, wale ni watu ambao walikuwa katika utumwa mwingi, utumwa wa dhambi na mambo mengi ambao walikuwa wameshikilia. Ndio maana kila wakati walikuwa na upinzani, na waliishi kukiwa na upinzani mwingi tangia wakati wa Yesu. Lakini Petro ametokea. Bwana asifiwe sana. Na ningeomba ya kwamba tupokee hiyo roho ilikuwa na Petro. Petro akatokea katikati ya hicho kizazi kikaidi. Yeye Petro akatokea kama yeye. Amen. Na akasema mambo haya mimi nitayasema ili mji ukaweze kupona. Na hakujali kama watu watakubaliana naye ama hawakukubaliana naye, lakini yeye akahubiri habari ile na akawaambia msipofanya hivi ni kwamba kuna kuangamia, kwa sababu tunaishi katika kipindi ambayo ni season ambao ina ukaidi mwingi. Lakini watu wakasikia na wakaokoka zaidi ya watu 3,000. Bwana asifiwe sana. Na ikawa ni kama moto umewashwa, maana ukiendelea nakuta hapo mbele kumeokoka watu 2,000, watu wakaendelea hivyo. Na hata ukisoma hiyo chapter 2 ukianzia pale 42 ukiendelea mpaka 47, Biblia inasema ya kwamba na kanisa likaongezeka kila siku. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kanisa likaongezeka kila siku kwa wale watu waliokuwa wakiokolewa, which means ya kwamba walihubiri kila siku, na kila siku ilikuwa kunaokoka watu walikuwa naokoka, na kanisa ikawa ikiongezeka. So ninashukuru kwa sababu inaonekana ya kwamba ni watu pia walikuwa naweka record, ni watu pia walikuwa nafanya mahesabu na kujua kwamba leo kumeongezeka watu, kesho kunaongezeka watu. So kwao hili jambo waliweka maanani sana. Amina. Na sisi tumepokezwa hii kijiti ya kwamba hili jambo ni lazima tuliweke maanani sana, so that we can save the land, ili watu wakaweze kuokolewa kutokana na hichi kizazi cha ukaidi. Bwana asiwe sana. Na ili tukaweze kufaulu, maana ninaamini ya kwamba ili tukaweze kufaulu na to hit our target, basi ni vizuri, it is good for us to know what to challenge for the people to get saved. We should know what to challenge for people to get saved. Ni vizuri tujue kwamba ni jambo lipi tutakabiliana nalo ili lisababishe watu wakaweze kukubali kuokoka. Ni mambo gani ambayo inafunga watu? Amen. We should know the kind of altars that we should bring down in this land. Ni vizuri tukaweza kuelewa kwamba ni madhabahu zipi tunastahili kupambana nazo, maana ni kweli sio kwamba hakuhubiriwi. Kunahubiriwa na watu wanahubiriwa, lakini kupokea lazima kuna kitu kinapingana na hali hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu dhambi iko na nguvu yake. Bwana asifiwe sana. Maana niseme ya kwamba saa nyingine kuna na zile tunaita territorial demons, ya kwamba unakuta kuna roho labda kama ya usherati. Hiyo roho ya usherati jinsi inavyoendelea, ina maana ya kwamba iko na gap na backup ya pepo fulani ambayo inaichochea, na watu wanakuwa na nguvu ya kufanya hiyo hata bila kuwa na uoga, na inapata nguvu. Lakini kutakapopatikana watu wengine wasimame waseme ya kwamba na sasa hii tunaisimamisha, tunakubali kugharamika. Amen. Bwana asifiwe sana. Mimi nataka niseme ya kwamba watu ndani ya huu mji wanaweza wakaokoka, yani ni kama sio kitu, lakini ya kwamba kuna ngome ni lazima zishughulikiwe. There are some altars that needs to be brought down. There are some things that we need to challenge them. Kuna vitu nastahili tukaweze kukabiliana nazo ili tukaweze kupata upenyo wa kufikia nafsi za watu. Hallelujah. Maana ni vizuri tujua kwamba also to know what is making people to run away from the church. Ni mambo gani yanayosababisha watu wanatoroka makanisani? Maana wakiondoka wanaingia na kutia nguvu hicho kizazi, tunasema ya kwamba the corrupt generation inapata nguvu. Kunakuwa na uwezo wa dhambi kupata upenyo na kuwa na sauti ndani ya mji. Kama vile kulikuwa na mambo kama Sodoma na Gomora, unasikia kwamba kuna hiyo roho ya sodomizing.
Hiyo ni roho, yani ni kama demon ilikuwa imeachiliwa. Biblia ukisoma inaelezea kwamba kuna watu walienda kumtembelea Rutu, na walipoenda wale watu, kwa sababu walikuwa wamepagawa na ile pepo, waliposikia kwamba kuna wanaume wamekuja kule, Biblia inasema kwamba wakateremka na usiku, maana wamepagawa. Hiyo ni pepo ambao kuna roho inaichochea, haisikii kutulia. Amen. Maana nasema ya kwamba kila aina ya dhambi unaona kwamba imeshika kazi, there is a certain power behind that ambayo inaipatia nguvu. Ndipo wale watu wanashuka na kusema kwamba tupatie hawa wanaume wawili, na yule anamwambia hapana, hapa niko na wasichana wangu. Lakini kwa sababu wao wamepagawa, wanapenda kuenda na wanaume, wanasema sisi tunataka hawa. Bwana sio sana. Ninajaribu kuongea kwamba saa nyingine dhambi ikiachiliwa inapata nguvu, na mwisho ina kwamba inakuja kuangamiza. Maana Biblia inasema kwamba shetani kazi yake ni kuiba, kuua na kuangamiza. So kile ninasema ni ya kwamba so we need somebody to rise up and identify these stubborn spirits. Lazima kupatikana watu ambao unaketi na kusema ya kwamba hii tujua kwamba how are we going to attack. Ni zipi hizi ambao zimesababisha ya kwamba huu mji umekuwa sugu, uovu ni kama unaongezeka. Watu wengine tu walikuwa kanisani wameanza kuondoka, na kuna wengine wako kanisani lakini wamekuwa walegevu, which means ya kwamba ni kama kuna kitu kinanyonya watu, kuna nguvu inanyonywa kwa watu. Wengine walikuwa so fire lakini wameanza kunyonywa, wameanza kuwa tu watu wa kawaida. Hapana, haistahili kuwa hivyo. Tuko katika kizazi anasema ya kwamba we are living in a generation that is so much corrupt. Bwana sio sana. So if we are not careful, tunaweza tukawa kaopisi wa hiyo, tukajikuta hata sisi tuko mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. So nasema ya kwamba it is good for us to identify the kind of altars that are holding this land. Ni aina zipi za madhabahu, ni aina ipi ya tawala ambazo zimeinuka na zinasababisha. Moja ambao nimeita hapa, nimeita witchcraft. Haleluya. Bwana asifiwe sana. So ninasema ya kwamba maana ni vizuri tu identify ni roho ipi ambayo imekita mizizi, ni roho ipi ambayo imeshika watu hawasikii injili, watu hawataki kupokea injili, watu wanakaa mbali na injili, which means unaweza kuwa kwamba kuna roho fulani ambayo imewashika wao, wameshikamana na hiyo roho, ndio maana hawawezi wakakubali kupokea injili. Bwana asifiwe sana. Na niseme ya kwamba witches are agents of Satan, na tukasema ya kwamba shetani kazi yake ni kuiba, kuua na kuangamiza. Ndani ya mji kama huu ambao tuko, na naamini ya kwamba utakubaliana pamoja na mimi, ni ya kwamba roho hii ya ushirikina, roho hii ya kiushawi na kiuganga ni jambo ambalo limeshika sana. So kuna watu ambao anajua kwamba siwezi nikaanzisha jambo fulani au nikaanzisha labda mjengo mpaka jambo hili nishirikishe mganga, which means mtu huyu imani yake mahali imejengeka ni kwa huyo mganga. Mtu huyu hata ukijaribu kumhubiria inakuwa haelewi, hashiki, hakubali, kwa sababu kuna roho fulani ambayo imeachiliwa na imesababisha watu wanakuwa na ungumu. Kuna kile watu ambao wameamini, kuna vitu ambao watu wanafuatilizia. Ndio maana tunakuta wakati wa mtumishi wa Mungu Elijah anapambana na manabii wa Baali, maana watu pale kuna yale mambo wameamini, kuna kitu kimepandwa ndani yao na wanaamini hiyo miungu, wanaamini hao manabii wa Baali na Ashera, na wakawa kwamba wameamini mambo. Kwa hivyo hata wakijaribu kuambiwa mambo ya Mungu imekuwa haingii, maana wamelishwa na wamenyweshwa mpaka wameleweshwa. Sasa kuangua mahali pale inakuwa ni ngumu. Kwa hivyo Elijah anapojaribu kufanya injili au anapojaribu kuhubiria watu kuhusu mambo ya Mungu, kila mtu amekaa kando, hakuna mtu anamsikiliza, kwa sababu kuna roho ambayo imekamata watu. Na ndani ya mji kama huu watu nakuta kwamba wameshikwa na hiyo roho ya mambo ya usharati, hiyo mambo ya kiushawi na kiushirikina, ndio mambo ambayo wameamini zaidi. Amen.
Na najua kwamba sisi katika jamii zingine ambao tumetoka, kuna watu hata ukitajwa wanasema kwamba enyewe pale hiyo ni maeneo ya wachawi, kwa sababu yani kuna kitu kiliingia kwa watu, na wale watu ukipeleka injili pale kunakuwa na pingamizi kubwa sana. Hata katika hali ya anga ya kiroho unasikia kwamba kuna uzito, maana kuna roho fulani ambayo inapingana na injili. Amen. Lakini mimi nataka niseme ya kwamba suluhisho iko kwenye injili. Injili ni nguvu za Mungu ziletao wokovu. Amen. Hallelujah. Injili ni nguvu za Mungu ziletao wokovu. So ni ya kwamba tunapohubiria watu na wakubali kuokoka, ni ya kwamba kuna nguvu wanapokea, na ni nguvu za Mungu wakizipokea nazo zinawaletea wokovu. So wasipokuwa wameokoka, basi wamepungukiwa na nguvu za Mungu. Kwa hivyo lolote linalokuja ya shetani linawaangusha haraka. Na ndipo nasema kwamba ndani ya mji unaweza kuwa kwamba wachawi na waganga wametamalaki, kama vile mji wa wapi? Ni Jericho. Bwana asifiwe sana. Au ni Samaria. Katika mji wa Samaria, that is Matendo ya Mitume mlango wa 8. Ni Samaria au ni Jericho? Bwana asifiwe sana. Mahali akina Filipo walikuwa wanahubiri na Simon mchawi akaokoka. Kulikuwa na mchawi mmoja ambaye alikuwa anaitwa Simon. Bwana asifiwe sana. Ulikuwa ni mji upi? Mnasomaga? Ni Samaria Samaria. Haleluya. Yaani ule mji jamaa alikuwa ameushika. Au kiongea hausikiki, lakini wapendwa akina Filipo wao akasema no, ni lazima tupindue. Bwana nasema tuna uwezo wa kupindua huu mji. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na watu wakajua kwamba suluhisho iko kwa Kristo Yesu. Maana hao watu waliamini ule mchawi ambaye alikuwa anaitwa Simon, na wakawa naamini hivyo. Lakini Filipo alipoenda wakaenda na ile injili yenyewe bila kuogopa, watu wakasikia, watu wakaokoka, watu wakabadilika, na kukawa anga ya mahali pale. So ile ilikuwa inasema kwamba kizazi cha ukaidi hiyo inakosa nguvu, lakini kinyamaziwa inatumeza. Bwana asifiwe sana. So najua kusema ya kwamba ni vizuri tuelewe kwamba saa nyingine ndani ya mji kunaweza kuwa kwamba kuna madhabahu imeinuliwa, kuna madhabahu zimeinuka, na ndio zinapinga kanisa, ndio zinapinga injili. Bwana asifiwe sana. So maana tukisoma katika kitabu cha Ezekiel chapter 11 tunaelewa Biblia inavyoongea juu ya wale wazee 25 wanaokaa kwenye mlango wa mji. Na Biblia inasema ya kwamba na hao ndio huketi, mlango wa mstari wa 2 nasema kwamba nao ndio huketi na kutunga uovu. Nafikiri wanasema hivyo. And the Lord said to Ezekiel, these are the men who are plotting evil and giving wicked advice in this city. So shida ya ule mji ilikuwa kwa sababu kuna watu walio na nguvu ya uweza wa kiuchawi. Bwana asifiwe sana. Wameshika ule mji, ndio wao walikuwa kusema, wanatunga uovu na ubaya, kwa sababu shetani kazi yake ni kuiba, kuua na kuangamiza. Hawawezi wakatunga jambo nzuri, kwa hivyo wako kinyume. Na mimi nataka niseme kwamba hata ndani ya huu mji, amen, Bwana tusaidie, hata ndani ya huu mji kunao watu walio na uwezo wa hizi nguvu za kiushirikina, wakisikia kwamba tunapanga crusade. Amen. Sio ajabu wakati watu wanapanga crusade na wameweka zile posters, kuna watu labda wanazunguka usiku wakijaribu kuzinenea ili isiwe na impact yoyote, maana hata wao hawalali, kwa sababu ufalme wao unachambuliwa. Maana kama kuna nguvu ambayo inashambulia ufalme wa giza, ni nguvu ya injili. Ndio nguvu pekee ambayo inaweza ikachambulia falme za giza. Bwana asifiwe sana. So hawa watu inasema hawa wazee waliketi na wakatunga uovu, na mambo ikawa yameharibika, watu wamekwama, watu hawaendi. So watu ni kwamba wanategemea watu wale, kama vile nimesema kule Samaria, watu walikuwa wanakimbia kwa yule Simon mchawi. Praise the name of the Lord. Ndipo nakuta kwamba kanisa kupenya kuna kosa upenyo vile inastahili. Na nikasema kwamba hata wengine, kwa nini watu wanapungua kanisani? Bwana asifiwe sana. Wacha nikuja katika lile jambo hapo liko. Kuna watu wanaitwa diviners. Diviners
ni watu ambao wana collaborate na waganga na mambo ya kiuchawi. Diviners ni wale wanaitwa waanguzi. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 16 kuna huyo msichana. Na hawa ni watu ambao wako na uwezo kwa nguvu za kigiza. Akasema mambo, na nafikia kwamba hata kina Simon Mshaizi ndio nguvu walikuwa wanatumia. So atakuambia mambo yako, na akikwambia na unaona hapa ndio penyewe. So mawazo yako yanabebwa. Yale ulikuwa umeamini kuhusu Mungu, na labda kanisani mahali unaposhiriki pale madhabahuni pa Mungu, mahali ambapo Mungu amekuinulia, basi unaanza kuvurugikiwa. Na ndipo siku moja nikasema ya kwamba utakapoona mtu ameingia kwa diviners, hawaombezi ambao wako kule, uende ujiunganishe na wao tu, basi kuanzia hapo ndipo shida kubwa huwa inaanzia. Kwa sababu nilikuwa nikisoma kitabu kingine na nikapata kitu ambao nilikuwa sijai kufikiria. Maana anasema ya kwamba hawa diviners au hawa waunguzi, najua wanafanya kama manabii. Kile wanafanya, wanatumia nguvu za watu waliokufa, wanatumia nguvu za mizimu. So kile hufanya, ndio nikasema kumbe mambo mengine nasikiaga kumbe yako. Ni watu ambao huenda usiku kwenye makaburi. Na wanapoenda kwenye makaburi wanafanya mambo yao vile wanafanya. Wana uwezo wa kuchukua hizo nguvu za watu waliokufa. So mtu huyu akija ako na hizo nguvu. Na ikiwa ni mimi ndio niko na hizo nguvu, sasa ukija kwangu unataka nikuangalilie mambo yako. Kile wao huwa wanafanya, kwa sababu kuna hiyo roho walipokea. Hiyo roho ambayo ina hizo nguvu za watu waliokufa, maroho hayo inaachiliwa kwako. So ni ya kwamba nitaiachilia itoke kwangu ingie kwako, na ikiingia kwako ni kama inachukua record au ripoti zote zako, alafu sasa inarudi kwangu. So mimi nikiongea, ninaongea nikiwa ninapata ripoti kutoka kwa hiyo demon ambayo imerudi. Kwa hivyo ni kwamba imeingia kwako na imechukua kila ripoti, alafu inaregesha kwangu. So basi utasikia nikikwambia, hata nitakwambia hata ile nguo umevaa hata ya ndani iko na rangi ipi au inafananaje. Unaangalia unaona hapa ndipo Mungu yuko. Nitakwambia hata jana vile mliingia na vile mlipika na mlipika nini, kwa sababu iko na uwezo wa kufunua hayo mambo. Lakini elewa ni ya kwamba ni tawala ya nguvu za giza na mizimu. Na sasa hapa ndipo shetani ametake advantage. Amen. Na ndipo Biblia inasema ya kwamba tusiamini kila roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiamini kila roho. Pima kila roho. Usiwe mwepesi. Ndivyo nasema kwamba hata usiwe mwepesi wa kuwekelewa mikono na watu tu hovyo hovyo. Usiwe mwepesi tu kwa sababu mtu amesikika mahali fulani ya kwamba sijua anafanya miujiza au anaonyeshwa mambo ya watu. Ni vizuri ukaweze kuelewa ya kwamba what is the power behind him or her. Amen. Isio kwamba hiyo ndio mambo anafanya, anarusha kwako alafu anaishukua. So katika maongezi yenu kuna jinsi umeuganishwa na hizo nguvu za mizimu, basi unakuta mpendwa, mambo inaanza kuvurugika. So unatoka kwa huyu unaombewa na huyu, na mimi nikwambia kwamba mtu yote anayependa kwenda huko kwa kuombewa, mwishowe humalizia kuingia kwa mganga, kwa sababu hiyo ni laini moja. Bwana si sana. Unaweza upinge, lakini mimi nataka nikuhakikishia kwamba mwishowe huyo mtu humalizia kwenda kwa mganga, kuangaliliwa mambo yake na mganga, kwa sababu kuna jinsi. So nasema ya kwamba we need to identify the kind of altars we need to deal with. Maana ndio zimeshika watu, ndio zinapigana na Injili. Kwa hivyo jioni ya leo ninaamini ya kwamba una haki ya kuinua ombi na kusema ya kwamba kila maroho ya diviners and false prophets na waganga na wachawi ndani ya mji, kila lolote wanalo achilia na kuongelesha watu, tunaipinga. Lolote wanao inua la kupingana na nguvu za Mungu zikiwa zimejificha ili zikaweza kunasa watu, kwa sababu watu wanataka mambo ya haraka na mambo ya wepesi, basi inakuwa ni rahisi watu kunaswa mahali pale.
Bwana huyu sana. Lakini ombi yangu ya kwamba tuinue ombi mbele za Mungu na tukatane na hizo nguvu na tuambie Mungu ya kwamba tunatamka neema ya injili ikaweze kupenya ndani ya huo mji. Ikiwa kina Filipu walihubiri, hata Simoni mchawi aliyekuwa mkali wao mpaka hata yeye akaokoka. I mean even in this land. Hallelujah. Sijasikia mmoja ambaye ako na sifa kama huyu alikuwa anaitwa Simon. So ninaamini ya kwamba sisi tunaweza tukahubiri injili ndani ya huu mji na watu wakaokoka in hundreds. Bwana asiwe sana. Hallelujah. Kuna hitajika watu ambao watajinyima na waseme ya kwamba kabla tujaingia kwa uwanja na kuhubiria wale watu, we want first to deal with those demons. We want to bring down those altars. We need to neutralize those altars. Tukabiliane na hao ili waachilie anga, ili waachilie maisha ya watu. Nasema ya kwamba we are living in a generation, in a corrupt generation. Bwana ndivyo Peter anavyosema, the corrupt generation. Tuko mahali ambapo kuna uovu mwingi. So inahitajika watu ambao watachukua hatua na waseme ya kwamba sasa mahali imefika, we need to raise our game. Bwana siwe sana. Sema kila mchawi na kila mganga na kila diviner ndani ya huu mji, tunaharibu mitego yake, tunaharibu madhabahu zao, tunaharibu usemi wao, kazi wanaofanya usiku, nguvu wanaochukua usiku kwenye makaburi. Tunakemea kwa jina la Yesu. Tunaachilia moto juu ya zile kaburi katika jina la Yesu. Najua ndipo nikapata ufahamu ya kwamba kumbe ndio maana hii nilipata ufunuo ya kwamba kumbe ndio maana tukienda kwa mazishi watu wamezika na kaburi imefunikiwa na sio kwamba na hiyo kaburi iombewe. Mimi mbele nilikuwa sijajua, lakini nikakuta ya kwamba kunaombwa ombi ya kusema ya kwamba kusipatikane mtu mchawi atakaye kuja na kufanya ibada yote mahali pale, kwa sababu haya ni mambo yanafanyika. Mpendwa, Bwana asifiwe. Haya ni mambo yanafanyika. Wanakuja kwa nguvu zao, kuna vitu wanachukua kwa uweza katika ulimwengu wa kiroho, na tena wanakuja kusumbua watu. Na wakisumbua watu wakiwaendea, maana wao wameachilia maroho, unaambia unaona ya kwamba uko sawa, kumbe ndio unazamishwa zaidi. Mtu anaendelea na kuisha. Lakini naamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuharibu kila ujaja wa diviners, kila ukora wa hao waanguzi ambao anatumia, kama yule msichana vile alikuwa naangua watu na watu wakao wakilipa pesa. Maana unakuja unaambiwa mambo yako. Bwana siwe sana. Maana hiyo ni mambo ambayo inafanyika. Amen. Mimi mahali nimesoma, ako wapi mama Alex ameenda? Mama Alex yuko? Ameenda. Kuna mzee mmoja huko kwetu Nyeri, alikuwa hapo Nyeri town. Tulikuwa tunamuita Washira. Alikuwa kipofu, alikuwa haoni. Lakini sasa nakumbuka, maana nilikuwa nasomea shule moja inaitwa St. Mary's Boys hapo town. Tulikuwa tukitoka lunch unaenda kumsikiliza. Watu wakaa wengi pale. Ukasikia na vile anaambia watu hata jana usiku. Yaani unakuta hayo mambo anaambia watu. Sasa watu wako mahali pale, watu ni kuchekeshwa tu. So ni mambo ambayo haikupi mwangaza, ni mambo ambayo haikupi suluhisho, kwa sababu yule mtu atakiongea na yeye hakuna wakati atakuambia the way out. Unazungushwa tu mahali pamoja. Lakini jioni ya leo ninaomba kwamba tunapoombea mji wa Taveta watu waokoke, there are some demons we need to deal with. Amen. Kwa sababu tusiende tu na tujakabiliana tujua kwamba ni nini hii imezuia, ni nini hii inazuia. Ni kama vile ukiwa na mtoto wako labda shuleni hasikii masomo, unataka kujua hasa ni nini inazuia. Bwana sio sana. Ni vizuri uweze kujua. Na mimi kwamba tuko na daktari hapa. Daktari ukienda ukimuelezea kwamba unaumwa, kwamba kuna kitu atajaribu kuchimba kule ndani ili aelea kwamba ninataka nianzie kung'oa kwenye mizizi. Nisiwe kwamba ninapiga hapa juu na kitu inarudi tena ikiwa na nguvu zaidi. Lakini wakati imejulikana kwamba ni kwamba kwanza tunaanza na kung'oa. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Si Yeremia alipewa neno
na akaambiwa kwamba ndani ya hili neno kuna uwezo wa kung'oa, kuna uwezo wa kuharibu, kuna uwezo wa kuangamiza na kisha kupanda. Bwana asifiwe sana. Kupanda na kujenga. So kuna mambo ni lazima kwanza yashughulikiwe ili yamalizwe nguvu. Ndio nakuta kwamba sasa ukianza kuingia kupenya, nakuta kwamba watu wanakupokea na watu wanakuwa na hiyo kitu inawavutia, wanataka kusikia. Lakini wakati wamejazwa na hizo mavitu, hawaoni kama kuna kitu unasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ya pili nimeipatia mambo ya niseme religion and traditions, belief. Hali ya udini na mambo ya mira na desturi, imani za mambo ya mira ambao watu wameshikilia na mambo ya dini. Unajua dini imesababisha watu ni ya kwamba nilikuwa nakipata tafsiri ya kwamba religion inamaanisha kwamba it's the way of man trying to reach God, and Christianity is the way of God trying to reach man. So hii ni mambo mawili ambayo huwa yanapitana. Mara nyingi roho ya udini, watu wanashikilia roho ya udini sana, na dini ya kwamba kuna kiwango inakuwekea, kuna mileage hauwezi ukaenda. Na unaweza kukuta kwamba hata unaenda kuhubiria watu, ukianza kuwahubiria unasikia yale mambo mtu anakuambia, na kwa sababu kuna mambo dini imepanda ndani yake. Labda ameelezewa kwamba ukishabatizwa basi. Bwana asifiwe sana. Unajua kama juzi nilipokuwa tulikuwa na ile sherehe hapa na nikawa nafanyia wale watoto dedication. Nakumbuka, unajua my mom na my aunt ni wale watu wameshika ile dini kubwa sana. Sasa jioni tukiongea, tukawa tunaongea, kuna challenges my aunt alikuwa anaongea kuhusu watoto wake na wajukuu. Sasa nikawa nikimwambia, unaona ile kitu uliona nimefanya pale kanisani, vile uliona nilipokea wale watoto. Nikamwambia sisi huwa tubatizi watoto. Lakini tunajua, nikamwambia kwamba silisikia hata nikisema kuna mama mwingine alikuwa Muislamu hapo. Which means nikamwambia kwamba kwa hivyo ni ya kwamba yule mtoto amezaliwa labda ako na hizo DNA za Uislamu. Na hizo zina nguvu ya madhabahu mahali ametoka. Kwa hivyo ni lazima mtoto apokelewe madhabahuni. Madhabahu yameunganika na Kalvari, na mimi kama mtumishi wa Mungu nitamke maneno, nimtenganishe na hizo madhabahu ambayo ubatizo wa maji ya kupakapakwa hauwezi. Inahitajika apokelewe madhabahuni na apokelewe na mtumishi wa Mungu, na mtumishi wa Mungu kuna mambo atakanusha na kuna mambo atanena baraka juu ya ule mtoto. Bwana Yesu, nikaona kweli ni kama wanaona kwamba kumepambazuka. Bwana Yesu sana. Ninaongea juu ya vifungo vya dini. Dini inatuwekea limit. Nataka tusome katika kitabu cha Genesis chapter 10 and verses number 24 to 26. Inaweza kuwa ni nimesema Genesis, Exodus Exodus 10 24 25 na 26 nitasoma kama umefika pale. Farao akamuita Musa na kumwambia, haya nendeni mkamtumikie Bwana kondoo zenu na ng'ombe zenu tu, na waachwe watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Tarudia tena. Farao akamuita Musa na kumwambia, haya nendeni mkamtumikie Bwana kondoo zenu na ng'ombe zenu tu, na waachwe. Kwa hivyo ni kondoo zenu na ng'ombe zenu waachwe, watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Musa anasema hivi 25. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia watakwenda pamoja nasi. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa kutoa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu, nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani
ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. So hapa tunaona ni kama Musa. Nasikia Musa ni kama anamhubiria Farao. Lakini Farao kwa sababu ni mtu wa dini, sasa anataka kuweka mipaka, anataka kuweka vikwazo. Yaani hakuna ile freedom. Bwana Yesu sana. Mimi nakumbuka wakati tulipokuwa kwa zile dini kubwa, hata usimame kama ni kuimba, usimame kama unataka kufanya hivi, ni lazima utaitwa kando mahali ijulikane wewe una shida gani. Napiga makofi, labda unatingisha mwili na inastahili ya kwamba kama ni kupiga, nikiungwa na tena ungwana mwingi sana. Lakini hiyo mambo unajaribu kufanya kurukaruka, na sijui unataka kuomba yale maombi ambayo haiko kwa kitabu, basi unakuwa kwenye kuna freedom ambayo hauna. So ninaongea kwamba nguvu ya dini huwa inazuia wewe uweze kujistretch vizuri. Yaani kama inazuia kwamba uweze ukajistretch vizuri, yaani ukasikia kwamba nimemwabudu Mungu vile yaani nasikia kwamba nimemimina, nimetoa vyote. Amen. Ya kwamba hautegemei ya kwamba maana roho kuna jinsi umeanza kuomba, roho ameingia ndani yako, ametibua vitu, unakuta ya kwamba umeanza kuzama. Maana we hautegemei ushike kitu kwenye mkono, unahesabu kuhesabu. Hapana, unaelewa ya kwamba mimi nikitapoingia ninaingia patakatifu pa watakatifu. So ni ya kwamba sina kitu yote ya kunizuia. Na ndipo tunaona ya kwamba Musa anamwambia Farao, sisi tunataka kwenda kumfanyia Mungu ibada kule jangwani, na sisi kwenda ni ya kwamba ni lazima tumtolee Mungu dhabihu, lazima tumtolee Mungu sadaka, ni lazima tufanye hivi. Lakini Farao kuna ule msimamo wako nao, na anasema kama ni kwenda, unajua ni kama ni kwenda, kuna mstari mwingine huko ambao imetangulia nasema kwamba kama mnataka kwenda hamtaenda ndani sana, hamtaenda mbali sana, lakini mtakuwa maeneo haya, yani muwe chini ya utawala fulani. Amen. Lakini ule uhuru wa kule nje hamuko nao. Na ndipo unaona ya kwamba hata sasa bado anamkazia Musa na kumwambia hapana, kama ni kwenda mtaenda, lakini ng'ombe zenu na kondoo zenu hizo hapana, hizo lazima muache hapa. Kwa hivyo kama ni kufanya ibada nende. Lakini Musa anasikia kwamba itakuwaje nimfanyie Mungu ibada ambao haina sadaka, ibada ambao haina dhabihu? Hapana, hapa kuna limitation ambayo ninawekewa. Na ndipo anamwambia hapana, kama ni kwenda itabidi utuachilie, maana sisi tunaenda na ng'ombe zetu na ngamia zetu na wanyama wetu, wake zetu na watoto wetu. Na anasema kwamba hata kwato halitabaki, sisi tunataka kwenda wazima. Bwana asifiwe sana. I'm talking about the power of religion. Power of religion imezuia watu. Amen. Na ndio maana miaka ya huko zamani kuna mahali haugeongea juu ya wokovu, ila tu siku hizi labda inaongelewa kwa sababu wameona kwamba watu wamefunguka macho na wameanza kuondoka kwenye hizo dini. So wameanza ni kama wameanza kuintroduce, lakini bado unakuta kwamba bado kuna limitation, bado kuna vitu ni lazima ukubali kuinamia. Bwana asifiwe sana. So unajua kwamba nikiingia pale ndani ya ile nyumba ya ibada, kama nimepata ile maji nikaiguza na nikafanya, basi mimi nasikia kwamba sasa ni kweli nilikuwa kwenye ibada. Lakini sio hivyo. Amen. Ya kwamba tunaingia patakatifu pa watakatifu, mpendwa, unajimwaga pale ndani, unajiachilia pale ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauna mambo ambayo inakuzuia. Lakini nataka niseme ya kwamba dini imelimit watu. Tumeshindwa kujistress. Amen. Kama nilivyo kufanyia Mungu ibada, unafanya kama ni kuomba, unaomba ruhusa mahali. Ni kama hauna uhuru wa kufanyia Mungu ibada jinsi inavyostahili. Na diposa ni lazima tuombe Mungu ya kwamba roho ya udini ndani ya huu mji iachilie watu. Tukemee roho ya udini, watu wafunguke na mfanyie Mungu ibada. Watu wanapoingia ya kwamba hiyo kwamba ni kuingia kabisa. Kwa hivyo ni ya kwamba hata ukiombea mtu na ukiongea na mtu kuhusu wokovu, anakuwa na wepesi, kwa sababu roho ya dini haijamfunga, kwa sababu hiyo ndio roho inafunga watu. Ndio maana tukijaribu kumhubiria
Yeye atakuonyesha ile kitu ameshikilia. Ukienda kwake kwa nyumba atakuonyesha kuna kitu inakaa kama msalaba iko mahali pale, na anajua kwamba hiyo ikiwa pale anasikia kwamba yuko salama hata asipoomba. So nafasi ile ya Mungu na yeye inakuwa haimo, maana imani yake imehamia kwenye ile sanamu. Naongea juu ya nguvu ya dini. Bwana sio sana. Na hiyo ingine nimesema mambo ya traditions, ya kwamba kuna imani watu wameshika za tradition. Watu wanarudishwa katika mambo ya zamani, ya kwamba njia ya kumwendea Mungu ni njia hii, njia ya kumwabudu Mungu ni njia hii. Bwana sio sana. Sitaki niingie sana, maana naona muda wetu umesongea, lakini ya kwamba niko na varieties ya haya mambo. So nimesema kwamba even those traditions, ya kwamba ni vizuri. Najua mtu mmoja akasema, ni Mswahili, akasema kwamba mwacha mila ni mtumwa, lakini mimi nimejua ya kwamba mila zingine mtu anafuatilizia, kumbe inakuwa ni utumwa. Ndio maana watu wanarudishwa kwa mambo ya zamani. Bwana sio sana. Unajua kuna mambo mengine nimepitwa na wakati, kwamba sijui wanawake wafanyiwe tohara, mambo mengine nafungua watu ili kama ni wanaume waweze kuoa wanawake 2, 3. Yaani hizo ni itikadi ambao zinajaribu kuinuliwa. Bwana sio sana. So hii inapingana na Christianity. So ukijaribu kuletea mtu mambo ya wokovu, anakuonyesha vile tunastahili. Sijui tunatakiwa kuomba tukiangalia pande hii, lakini kwa hapa jioni ya leo ni kuambia kwamba we need to cry for this land. Bwana asiwe sana. Hata madhabahu za mambo ya traditions ambazo zimeinuliwa, maana ndani ya huu mji unakuta kwamba karibu kila jamii wamejipanga na madhabahu yao mahali wanaenda kufanya ibada. Kuna wazee wanafanyaga ibada mahali fulani. So ni vizuri tuambia kwamba tunaomba ya kwamba Kristo ndiye aliyeinuliwa akiwa dhabihu ya kipekee. Kalvari ndipo palikuwa na madhabahu ya kipekee ambayo imeitanishwa na Mungu. Praise the name of the Lord. So ni kuomba ya kwamba kila roho ya dini, kila roho ya tradition ambayo inashikilia watu. Amen. Mtu anaona ya kwamba amezama sana kwa tradition, kwa mila za kwao, yani amezama sana. Sasa anasikia kwamba sasa mimi ndiye mwenyewe. So kujaribu kumhubiria hiyo mambo haingii, inapingwa. Na nataka niseme ya kwamba na hiyo ni roho, inahitaji ishughulikiwe, iyeyushwe. Amina. Imalizwe makali, imalizwe nguvu, imalizwe sauti, ili watu wasikie sauti ya injili. Amen. Injili ni nguvu ya Mungu iletao wokovu. Na hiyo ndio natakiwa tuongee kwa huu mji, ili mji upone. Mji utaponywa na injili. Hiyo unavyosikia mambo ya vijana, kuna mambo inafanyika na nini, nataka niseme ya kwamba injili ndio imebeba hiyo suluhisho ya kuweza kukamata vijana wetu. Kwa hivyo ni ya kwamba hatuna wakati wa kutulia, tutakuwa kama Petro. Amen. Bwana asiwe sana. Si Bwana Yesu awabariki. Na mimi sijakuboesha, lakini yangu ni ya kwamba we are going out for the 1 million souls. Bwana asiwe sana. Hii wapendwa, mpaka ituingie, na tukielewa uzuri wa kuhubiri na kuleta watu kwa Kristo, mpendwa, hautatulia bila kuhubiria watu. Tuone uzuri huo na tuone faida hiyo katika jina la Yesu. Amen. Tunakuinua Mungu wetu jioni hii leo. Pokea utukufu na mamlaka kwa sababu unastahili. Umekuwa mwema kwetu na umekuwa msaada katika maisha yetu. Asante Baba kwa sababu ya neno tumelipokea. Baba, likajenge kama vile mtumishi wako Petro aliponena na watu wale na akawaambia kwamba tunaishi katika kizazi cha ukaidi, na watu wale akawaombea wokovu ili waepuke na hiyo roho ya ukaidi. Tunaomba ya kwamba Bwana, katika huu mji tunaulilia na tunaomba wokovu ndani ya mji wa Taveta. Kila roho ya udini Baba tunakemea, kila roho yote ewe Mungu wetu ya kiushirikina tunakemea, kila roho ya antichrist katika huu mji, kila roho ya backsliding tunakemea, kila roho ya territorial demons ambao Mungu wetu zimejishikia mji tunakemea katika jina la Yesu Kristo. Bwana, ni asante kwa sababu Bwana utatupatia neema ya kupeleka habari hizi njema na watu waokoke na watu wapeane maisha yao kwa Yesu. Kila uzito na kila ngumu hizo madhabahu Baba tunazing'oa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu unatupenda. Kwa Yesu Kristo nimeomba na kushukuru.